Eyo, mambo vipi vijitu wa Fate Media? Ni time nyingine hii hapa nzuri kabisa. Tunakutana hapa Fate Media, lengo likiwa ni moja tu, kuendelea kuhabarishana, kupeana, kupashana habari kem kutoka sehemu mbali ulimwenguni. Cha msingi tu miongoni mwa watu ambao mshasubscribe na kutania notification ni kwa katika ile nafasi ya kuweza kuzipata habari zetu zote kwa wakati mmoja. Ukishafanya hivyo ndugu yangu, nakaa pembeni unatulia, unasubiri kile kitu ambacho tutakuletea kwa siku hiyo maalum. Lakini pia nikwambie mdau wa michezo, burudani, mikasa, hii entertainment news pamoja na masuala fulani ya siasa, hapa ndo mahala pake. Nikwambie ukosi lolote hapa, cha msingi usingatuke, usibanduke, kaa karibu na sisi kwa ajili ya kupata mengi zaidi ambayo tutakusogezea kupitia kupendwa kabisa ya Fate Media. Mambo ni moto, mambo ni mengi mno, siwezi nikaelezea yote, lakini cha msingi tu ni kuambatana sisi kuanzia saa hii hapa mpaka pale tamati. As you know, leo ni siku maalum kwa ajili ya wenzetu wa Islam kusherehekea sikukuu ya Eid, lakini kuna watu ambao wanaanza kusherehekea leo, lakini kuna wale wengine ambao mashia wanajiita hivyo, wanaenda kusherehekea siku ya kesho. Yote ni swala tu la kusherehekea sikukuu ya Eid, lakini siku ya leo ndugu yetu Diamond Platnumz kutoka pale Usafini bwana, kuna kitu kikubwa amekifanya which is very good na kimekuwa inspired kwa vijana wengi au kwa tasnia nzima ya music au sanaa nzima kwa kile kitu ambacho amekifanya. Umeona mtunzi Diamond Platnumz bwana, siku ya jana alikuwa ametangaza kwamba atakuja kutoa mkono wa Eid kwa mashabiki zake, lakini kwa watu ambao wenye uhitaji zaidi viwanja vya Leaders Club jijini Dar es Salaam Kinondoni. Wengi walikuwa wamefurahishwa na hilo, lakini wengi walikuwa kama bado hawaamini je, kwa Diamond Platnumz anaweza kufanya kitu kama hiko, kwa sababu pia walikuwa washazoea kwamba kuna siku ambayo alikuwa amepromise kwamba itakuwa ni siku ya kufutulisha, afu mwisho siku watu wakawa wamekaa nje wanalalama wakupata nafasi ya kuingia ndani kwamba hawana kadi na vitu vingine kama hivyo. So miongoni mwa kitu nafikiri ambacho kimemfanya Diamond Platnumz kufanya kitu kama hicho cha kujaribu kugive away, wanasema hivyo, kutoa kile kitu ambacho unacho kuwasaidia watu ambao hawana au kwa namna nyingine hawajiwezi. Umeona, so ni jambo kubwa ambalo amelifanya na ambalo linaendelea kufanyika pale, lakini kubwa kuliko ambalo limewashangaza watu wengi, yeye ametangaza kutoa mkono wa Eid, lakini tumeona pia miongoni mwa kitu ambacho amekipublish katika mitandao yao ya Wasafi huko media na wapi ni ameorodhesha vile vitu ambavyo amevitoa. Unajua katika swala zima ya kutoa sadaka wanakuambia fanya hata jirani yako asijue umetoa sadaka ya kiasi gani, au kama unasaidia mtu msaidia, lakini nobody should have to know kwamba ni kiasi gani au thamani gani umetoa kwa msaada huo. Vivyo hivyo watu wakaulisha nyuma kwamba Marekani pia baada ya kwenda kuwasaidia watu kutoka huko Ukraine, afu mwisho wa siku kutoa tathmini ya msaada ambao amekutoa, na ni vitu ambavyo vinaonekana kwa jamii yetu kiafrika au kitanzania na kuwa haijakaa poa. Diamond Platnumz alikuwa yuko katika speech katika uwanja huo wa Leaders Club akiorozesha yale mambo ambayo wao kama Wasafi Media wamejichanga mpaka wamepata. Amekwambia kwamba alisema mkono wa Eid huo mchele tani 3, pamoja na sukari tani 2, unga wa ngano kilo 929, na jinsi 7,000, t-shirt 6,000, na hizo zote tunazisema jinsi ya t-shirt ni mpya kabisa. Diamond Platnumz anavyokuambia, yani vitu fulani ambavyo viko very open. So watu wengine pia wamechukulia vibaya, kwa nini msanii mkubwa kama yeye ametoa msaada afu why huo msaada ukageuke kuwa wa maneno kama hivyo? Ndio unaonekana na watu wanapata, lakini why yeye aende straight kuyazungumza kwamba tumetoa shilingi milioni kadhaa, sisi wazi ziko kadhaa, zote ni mpya, wakati kitu ambacho pekee ambacho itakiwa kufanya yeye ni kutoa msaada wake na kusubiri Mwenyezi Mungu atapombariki, atakapomlipa. Lakini sio swala la kutangaza kwamba nimetumia milioni kadhaa thamani ya kitu fulani, kitu kiko kimeonekana ni kitu ambacho hakijapendwa au watu wengi hawajakikubali, licha ya watu ambao wamehudhuria pale kupiga makofi na kufurahia, lakini inaonekana kama jambo fulani ambalo anatafuta sifa. Na kama vile bwana Diamond ni msanii mkubwa, so anaweza kufanya kitu pengine kwa kutaka kuinspire watu, jamani tujitoe, tuna moyo wa huruma kwa ndugu zetu wasiojiweza, siku zaidi ndio kama hizi zinakuja, unapojaliwa chochote basi toa. Lakini pia kutokana na umaarufu wake, lakini kutokana na skendo fulani ambazo walikuwa kanazo huko nyuma, so watu wameendelea kuongea msumari pale kwamba kitu ambacho anajaribu kufanya Diamond Platnumz sio kitu cha kiungwana, licha kwamba inaonekana kama chochote kama ni jambo la kiungwana, lakini kwa yeye kupublish vitu ambavyo wanavitoa kama msaada imekuwa ni jambo halijapendeza. Lakini pia ikumbuke si Diamond Platnumz mtu ambaye anatoa misaada hii, lakini kuna watu ambao hawana majina yao na wanatoa na wanajirekodi na wanaposti vitu ambavyo wanawapa lese kwenye vituo vya yatima. Mtu anaenda pale na michele na unga na ngano, anapiga picha, vitu vingine kama hivyo. Lengo
Kwa upande wangu mimi ninavyojua, lengo ni kwamba kuhamasisha na watu ambao wenye uwezo wao wapate kukumbuka jamii ambayo ina uhitaji. Kwa mtu anaonyesha kama mimi nileta sabuni, meta nini. Sio lazima naye upeleke sabuni au sio lazima upeleke nguo, unaweza kupeleka hela, wenyewe wakajua wana balance vipi kupata mahitaji yao pale muhimu katika kituo husika, au unaweza kupeleka chochote kitu ambacho mtu unaguswa. Kuna watu pia wengine ambao wanatoa viwanja kwa sababu ya kuwajengea kwamba watanue ego zaidi, kwamba watu wengine pia wapate nafasi ya kwa katika vituo hivyo, na vitu vingine vingi ambavyo vinafanya, which is very good, vitu vizuri kufanya katika society. Na ukiangalia Diamond msanii mkubwa, anafanikiwa makubwa, kwa hiyo alichobarikiwa yeye na media yake nzima, basi wametoa msaada huo. So kama Watanzania tunatakiwa pia kuongea, kushukuru licha ya kuleta lawama kwamba hivi na vile hajafanya vizuri. Licha ya kufanya hivyo, tumshukuru kwanza kwa nafasi hiyo, sababu na matajiri kibao tu hapa mjini wenye majina na sio majina. Kuna wasanii kibao hapa mjini wenye majina na sio majina, lakini hawajafanya kitu ambacho amekifanya mtu mzima Diamond Platnumz. So jambo la kuigwa, na kama tasnia inabidi wamuige sana sana sana, sababu pia Mungu anakuambia unapotoa ndipo unazidi kupata zaidi. So mkono ambao unatoa zaidi ni mkono pia ambao mara nyingi pia huwa unapokea. Kwa ni jambo ambalo Mungu pia na yeye amekuwa ameribariki, kwamba unaposaidia watu wenye uhitaji, unaposaidia jirani yako ambaye ana chakula, basi Mungu naye anakuonekania kwa jicho jingine kwamba leo wewe una chakula lakini kesho utakuwa unahitaji watu. Kwa Mungu anaweza kukubless watu wale ambao mkikaa mkifanya kitu kinaenda. Umeona, au unahitaji wa chakula, una kila kitu, lakini kuna kitu tu lazima utakuwa umepungukiwa. Mungu atakuzidishia kutokana na ile roho ambayo umeipandikiza kwa watu wengine ambao sio ndugu zako, sio watu unaofahamu, lakini kutokana na ule roho ya huruma ambao Mwenyezi Mungu anayo na wewe umeivaa, ni jambo ambalo Mungu anaendelea kumwaga mabaraka tele tele kwa upande wako. So ni jambo la kumpongeza sana, ni jambo la kuendelea kumuombea kwamba afanye huo msaada, basi aisiishie tu kufanya siku hizi maalum kwa ajili ya hili, lakini pia kuna siku zingine nyingi tu za kidini zisizokuwa za kidini, lakini pia anaweza kaanzisha tour ya kutoka mkoa huko na mkoa kufanya msaada, licha kwamba kufanya tour tu za music yao, kufanya promotion ya music yao. So anaweza kufanya tour kwa ajili ya kwenda kuwasaidia watu wenye uhitaji maalum katika mikoa mbalimbali, kwa sababu ukizungumzia uhitaji maalum sio kwamba Dar es Salaam tu ndio watu ambao wako wenye uhitaji maalum, lakini pia anaweza kaanzisha Life Foundation ambao ndio inaweza kaa kama hiyo tour kupita mkoa mpaka mkoa kwenda kuwapa faraja, kuwasaidia watu mbalimbali. Yeye ni mtu mkubwa, ana maadili kwenye makampuni makubwa, so anaweza kutumia pia makampuni akaonyesha support kwake, imradi apate kusaidia pia watu wengine ambao katika pembezoni mwa Dar es Salaam, kwa sababu pia kuna watu ambao wako nje wanatamani ili hali angepata tu nauli ya kushuka Dar es Salaam kukutana na huo mkono wa Eid ambao Diamond anautoa pale Leaders Club. Ni hilo tu ambalo ningozungumzia kwa upande wa siku hii ya leo maalum ya Eid, lakini ndio tuko season ya Eid yenyewe, mwezi mzima ni mwezi wa Eid. So ni jambo ambalo let's celebrate, lakini tusishe celebrate kufurahi kupitiliza. Ngombe fulani yenyewe kipitiliza inakuwa sio furaha tena. Kwa tujitahidi kubalance vitu kama hivyo. Ulikuwa na mimi bwana, nimekusogezea haya madini yote hapa Fet Media. Cha msingi kusubscribe, turn on notification ili uende kupata habari moto moto kutoka sehemu mbalimbali ulimwenguni. Asante sana, mpaka time nyingine, bye bye.